haki lazima iende na utimiza wajibu. Kwa hiyo kuna haki na wajibu. Haya mambo mawili ni vizuri tukayazingatia. Ndugu waumini, ya pili, tunao wajibu wa kudumisha amani na utulivu katika nchi. Hili nchi inakuwa likubwa, lina watu wengi, kila mmoja angetamani kufanya lote alilonalo, lakini nchi ikifungulia kila mmoja afanye anavyotaka, inaweza kuwa vurugu. Na ndio kwa sababu umewekwa utaratibu, na utaratibu huu umeanza kwenye ngazi ya jamii. Kunakuwa na mkuu wa familia, anatoa miongozo wa familia. Mnakumbuka makabila kadhaa yana mtemi, yana kiongozi mtawala, yana chifu. Huyu ndio amepewa mamlaka ya kutoa miongozo. Na kwenye dini tuna mufti na wale viongozi wote walioko pale. Hawa wamewekwa ili kuifanya jamii inayoamini, inayoshiriki kwenye ibada hiyo kuwa na mwongozo unaotakiwa kufuatwa, ambao una misingi ya kisheria na kanuni za nchi. Na baba askofu, kuna wachungaji, kila mmoja na mashehe vile vile. Kwa hiyo ni muhimu sana tukiyazingatia haya, basi hata lile kudumisha amani na ushikamano linakwenda vizuri. Kwa swala la kudumisha amani ni letu sote. Tusiache kwa viongozi peke yao. Popote ulipo, ukiona mtu anakwenda kinyume na maadili, desturi, utamaduni, mila tulizonazo na matakwa ya misingi ya dini iliyopo, lazima tukemee. Lazima tukemee. Tusipokemea, kila mmoja atafanya analotaka, na kwa hiyo kama ni nchi, usalama wa nchi unapotea. Haya lazima tuyaseme leo, kwa sababu ni wakati mzuri sana. Waumini tumekutana hapa, na nyie ndio ambao mmewezesha nchi hii kuwa tulivu mpaka hapa. Kwa hiyo tunakumbushia, twende kila mmoja akatimize wajibu wake. Leo hii nchi yetu inaenda kwenye uchaguzi. Unachagua viongozi wa dola, na kila mmoja anatamani kuwa kiongozi wa dola. Hiki ni kipindi cha kila mmoja kuleta ushawishi awe kiongozi wa dola. Uhuru wenu wa Tanzania ni mkubwa na upo kisheria. Unao uhuru wa kwenda kuchagua kiongozi unayeamini kwamba atakuletea maendeleo. Lakini pia unao uhuru wewe, ukiamua kugombea, kwenda kugombea nafasi yote unaitaka. Sasa mnapokwenda kugombea nafasi moja, mnakuwa 5, 6, basi kila mmoja utumia ushawishi. Nataka niwasihi, wakati wote unapokuwa na umma unapeleka ushawishi, peleka ushawishi wenye misingi inayodumisha amani ya nchi. Usipeleke ushawishi unaokwenda kubomoa amani ya nchi. Usipeleke ushawishi unaopelekea watu kupoteza mwelekeo wa maisha yao ya kila siku, shughuli zao za kila siku. Peleka ushawishi unaozingatia sheria ya nchi. Ukipeleka ushawishi ambao uzingatii sheria za nchi, vyombo vya dola vitachukua hatua kabla hujaiharibu jamii. Kwa hiyo tukifika hapo ni muhimu, lakini wasihi kuchunga sana na kutafakari maneno ya kila mwenye nafasi ya kuja kuomba uongozi. Mnao uhuru wa kwenda kusikiliza, nenda mkasikilize. Rudi nyumbani, tafakari yaliyozungumzwa, kama je, yataweza kuifanya nchi hii kuwa endelevu au yanakwenda kufifa ukomo wa nchi hii. Kipindi hiki ni muhimu sana, kuanzia sasa mpaka mwezi wa 10, wakati tume itakapokuwa inaendesha zoezi lake. Ni kipindi ambacho tusipokuwa makini kinaweza kitatuingiza shimoni. Ni kipindi ambacho kinahitaji tafakari ya hali ya juu ya nini kinasema kwa ajili ya nini.
lakini mzingatie historia ya nchi yetu na mwelekeo wake, lakini mjue kwamba tuna vizazi hivi ambavyo tunatakiwa kuvirithisha na vyenyewe viishi kama sisi kwa amani, viweze kuwa na mpango kazi wake wa kwenda kuwapelekea kwenye maendeleo. Nini kifanyike? Kipindi hiki ni kipindi muhimu cha kutafakari kila jambo muhimu sana. Ndugu waumini wenzangu na viongozi wa dini mlioko hapa, najua tutambua kwamba viongozi wa serikali mko hapa, tuendelee kusimamia sheria za nchi, na pale ambako kunakuwa na tafurani basi twende tukatoe miongozo na kuelekeza namna ya kuzingatia ili tuelekee kwenye nchi ambayo iko salama. Lakini tatu, tuendelee kuliombea taifa. Nimesema tumeomba, tunaamini wenzetu walioko Maka waliombea taifa hili, na sisi pia tulioko nyumbani tutumie nafasi yetu, karama zetu kuliombea taifa hili. Tuombee viongozi wetu, na kwa kweli tunaposema tuombee viongozi wetu, tusisahau kumwombea sana mkuu wa nchi ambaye ndo anaweza kupanga hili na hili na hili pamoja na wasaidizi wake. Tumwombee sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi hii. Mwenyezi Mungu kwanza ampe afya, lakini mbili ampe uwezo mkubwa wa kuweza kupokea haya na kufanya kazi zake vizuri na kutoa miongozo. Na sisi wasaidizi na chini tuombee vile vile, tumsaidie kazi vizuri rais wetu kwa lengo la nchi hii kuwa tulivu, lakini tuombee Watanzania wote na amani ya nchi iende kuimarika. Ndugu Waislamu wenzangu, kama nilivyosema, leo hatuna mengi ya kusema. Nimalizie kwa kuendelea kumpongeza mufti wetu ambaye amejitahidi sana kuimarisha Waislamu, kuwaunganisha Waislamu, tena Waislamu wa madhehebu yote ndani ya Uislamu. Mufti wetu ameweza kuyaweka pamoja, na sasa hivi Waislamu mnazungumza lugha hii moja. Jambo hili ni muhimu sana. Tumepita katika vipindi mbalimbali, vipindi ambavyo vilikuwa Muislamu mmoja anaweza kumcharua Muislamu mwingine, lakini wote ni Waislamu. Leo hii Mufti Sheikh wetu Abubakari amemudu kufanya Waislamu wote kukaa pamoja, kuzungumza lugha moja na kujua kama sisi wote tuko kwenye ibada ya aina moja. Lakini pia napompongeza Mufti, siwezi kuacha kupongeza Baraza la Ulama. Ile ndio timu kubwa ambayo inamsaidia Mufti kumshauri katika mambo kadhaa. Hongera sana Baraza la Ulama, endeleeni kumsaidia Mufti katika kuongoza eneo hili. Niwasisitize Waislamu wote kuendelea kuzingatia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na mawaidha yanayotolewa kila siku na Mufti na viongozi wetu, yanaendelea kutujenga Waislamu wote kwa kitu hiki kimoja. Lakini pia niwashukuru leo kwa ushiriki wenu kwenye baraza hili la Idi, kutoka asubuhi kwenye Idi Al-Adha, na naambiwa muda sasa unaelekea kwenda kutimiza yale ya Idi hii ya kuchinja, na Kaimu Mufti amesisitiza, lakini shekhe aliyetoa mawaidha, katibu wa Baraza la Ulama, naye amesisitiza, na alipokuja katibu mkuu alisema mengi na kuisihi serikali kusimamia sheria. Nataka nikuhakikishie katibu mkuu, serikali itasimamia sheria, kanuni zilizowekwa kwa lengo la kulifanya taifa hili liendelee kuwa tulivu pamoja na mapito haya. Nataka tuhakikishie kama ambavyo Tume Huru ya Uchaguzi ilivyosema kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki, si serikali kama wadau, jukumu letu kuichukua kauli hiyo na kuhakikishia kwamba uchaguzi utakuwa wa huru, haki na utafanyika katika amani ya hali ya juu kabisa. Baada ya kusema haya, basi niwatakie Waislamu wote na Watanzania wote maadhimisho mema ya Eid al-Adha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa
Hivi sasa, ndugu Waislamu, naomba tukae kwa ajili